Kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya watani wao Simba, kocha mkuu wa Yanga Pedro Goncalves amewatuliza mashabiki wa klabu hiyo akisema, tulieni, huu ni mchezo mwingine kabisa. Kocha Pedro Goncalves amesema matokeo ya Zanzibar hayahusiani na mechi ya kesho dhidi ya Simba, kwani ni mashindano ya kuwania ubingwa wa ligi kuu bara. Aprili 29, 2026 Yanga ilipoteza ubingwa wa kombe la Muungano baada ya kukubali kipigo cha bao 1-0 dhidi ya Simba kwenye fainali iliyochezwa uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Kesho Jumapili, takriban siku 4 zimepita tangu watani hao wa jadi watoke kucheza fainali hiyo, ambapo sasa wanakutana katika mechi ya ligi kuu bara itakayochezwa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Dar es Salaam. Pedro amesema baada ya kupoteza mechi iliyopita wamerejea wakiwa imara na wanafahamu umuhimu wa kushinda kesho dhidi ya Simba. Namnukuu, ni mashindano tofauti, tunajiamini vya kutosha na tunaamini tunaweza kucheza vizuri kesho. Naenda kucheza moja ya timu ngumu Tanzania na Afrika. Pedro amesema kwenye mechi hiyo Yanga tutamkosa kiungo wetu Mudathiri kutokana na adhabu ya kufungiwa mechi 3 baada ya kumchezea faulo mchezaji wa Pamba Jiji. Pedro anasema hajafurahishwa kabisa na hiyo hali, lakini sio mara ya kwanza kumkosa Mudathiri, hivyo watamkosa na mechi ya kesho. Upande wa beki wa kushoto wa klabu hiyo akizungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake alisema, kesho tunaenda kucheza mchezo mkubwa na tunatambua ubora wa wapinzani wetu, hivyo kila mchezaji amejipanga kuhakikisha anafanya vizuri. Tukipoteza mchezo wa kesho itakuwa tumetofautiana pointi 2 na wapinzani wetu, na tunajua tukishinda kesho ina maana tutakuwa tumezidi kusogea. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana kwa pande zote mbili. Mwisho wa kumnukuu beki huyo Mohamed Hussein, ambaye mchezo uliopita visiwani Zanzibar alikosa mchezo huo kutokana na kuwa na majeraha. Kwa upande wa kocha wa Simba Steven Baka, yeye amesema ukitoa ubora wa wapinzani wao Yanga kwenye eneo la ulinzi, lakini wachezaji kama Pacome Zouzoua, Alan Okello, Max Nzengeli ni hatari sana katika eneo lao la ushambuliaji. Simba ni wenyeji wa mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga katika mchezo utakaochezwa hapo kesho. Akizungumza na waandishi wa habari, kocha huyo Steven Baka amesema ili kushinda mechi hiyo wanapaswa kufunga mabao, jambo ambalo anaona sio rahisi kabisa kutokana na safu hiyo bora kabisa ushambulia ya ulinzi ya Yanga. Namnukuu kocha Steven Baka, ili kushinda mechi ya kesho tunapaswa kufunga magoli na sio rahisi. Tumekuwa na mwendelezo mzuri sana, hiyo inafanya mechi hiyo kuwa ngumu kutokana na ubora wa Yanga kwenye eneo la ulinzi. Kila mchezaji yuko sawa na wana shauku ya kutosha, japo kushinda mechi dhidi ya Yanga ni ngumu, na tunaelewa tukishinda kesho itakuwa tumepunguza gepu la pointi kubaki 2 dhidi ya Yanga. Naamini itakuwa mechi ngumu kwa timu zote mbili, alimaliza kusema kocha huyo Steven Baka mbele ya waandishi. Huku upande wa beki wao Rushen Darok, yeye alisema namnukuu, tunataka kuwafanya wanasimba wajivunie sisi. Tunajua ugumu wa mechi ya kesho, hivyo tutapambana kweli kweli kupata matokeo mazuri. Alimaliza kwa kusema hivyo. Simba inaingia mchezo wa kesho ikiwa imetoka kuifunga Yanga bao 1-0 katika fainali ya kombe la Muungano iliyochezwa Aprili 29, 2026 kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Tukiachana mbali na tambo hizo za makocha na wachezaji, tukihamia katika eneo la uwanja, eneo la kuchezea mechi hiyo ya kesho, Jeshi la Kujenga Taifa JKT limesema kwamba limeongeza viti 2,000 kutoka kwenye viti 10,000. Sasa uwanja huo una viti 12,000 baada ya kuongezwa viti 2,000. Jeshi linasema Jeshi la Kujenga Taifa JKT linaendelea na maboresho ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, ikiwa ni maandalizi
ya dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga inatarajiwa kupigwa hapo kesho. Katika maboresho hayo, JKT inaendelea na ujenzi wa majukwaa mapya kwa muda mfupi uliosalia kwa kuongeza viti 2000, hatua itakayoongeza uwezo wa uwanja huo kutoka mashabiki 10,000 hadi kufikia mashabiki 12,000. Ongezeko hilo linalenga kukidhi wingi wa mashabiki wanaotarajiwa kujitokeza kushuhudia mchezo huo wa watani wa jadi. Awali uwanja huo ambao Simba imekuwa ikiutumia kwa michezo yake ya nyumbani ulikuwa na uwezo wa kuchukua mashabiki 10,000, hali iliyosababisha baadhi ya mashabiki kuwa na hofu ya kukosa nafasi za kukaa katika michezo mikubwa. Hata hivyo, maboresho yanaendelea, yanatarajiwa kupunguza changamoto hiyo, japo ni kwa sehemu ndogo tu. Dabi hiyo ya Jumapili inatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, huku viingilio vikitangazwa hapo jana Ijumaa kwamba bei ya chini itakuwa ni shilingi 15,000, VIP B ni shilingi 30,000, huku VIP A ikiwa ni shilingi 30,000. Mchezo huo ambao umebeba hisia za mashabiki, viongozi pamoja na wachezaji wenyewe, ikiwa na hisia pia za Afrika na Tanzania kwa ujumla na Afrika kwa ujumla, ni mchezo mkubwa kweli kweli. Mchezo wa dabi ya Kariakoo huwa sio wa kilele mama. Mchezo huu huwa na hisia za watu wengi kweli kweli, upelekea wengine kupata pressure, wengine kuugua kutokana na matokeo ya timu zao wanapopata. Kiangalia msimamo wa NBC hadi hivi sasa, Young Africa wapo kileleni kwa alama 47, Simba wapo nafasi ya pili wakiwa na alama 42, Azam wakiwa na alama 37, JKT nafasi ya 4 wakiwa na alama 32, TRA United nafasi ya 5 alama 30, nafasi ya 6 Pamba Jiji alama 29, nafasi ya 7 Singida Black Stars wakiwa na alama 29, Dodoma Jiji nafasi ya 8 na alama 25, Namungo nafasi ya 9 na alama 23, Mtibwa Sugar nafasi ya 10 na alama 23, Mashujaa nafasi ya 11 na alama 22, Coastal Union nafasi ya 12 na alama 19, Fountain Gate nafasi ya 13 wakiwa na alama 19, Mbeya City wakiwa nafasi ya 14 na alama 18, Tanzania Prisons nafasi ya 15 na alama 14, huku KMC wakiwa nafasi ya mwisho nafasi ya 16 na alama 9 pekee. Bwana, hivyo ndivyo namna NBC inapoendelea, na hapo kesho ni mchezo mkubwa kweli kweli unaenda kuchezwa. Dondosha comment, je, Simba au Yanga nani anaenda kucheka hapo kesho? Asante kwa kutazama Kiki TV Tanzania. Usisahau kulike, kushare, kusubscribe pamoja na kubonyeza kengele. Endelea